Matukio ya hivi karibuni yanayoonekana katika video kutoka New York Times yanaonyesha ukweli mpya kuhusu shambulio la Israel dhidi ya wahudumu wa afya huko Gaza na kuonyesha kwamba madai ya awali yaliyotolewa na jeshi la ulinzi la Israel kuhusu tukio hili yalikuwa ya kupotosha. Video hiyo iliyorekodiwa mwishoni mwa mwezi wa March inaonyesha wazi wahudumu wa afya wakifanya kazi zao za kibinadamu huku wakiwa na ishara za dharura na mavazi ya kinga ya kimatibabu. Awali, IDF ilidai kuwa msafara wa wahudumu wa afya ulikuwa ukisogea kwa kasi bila taa za mbele, jambo ambalo lilionekana kutia shaka kwa majeshi ya Israel. Pia, IDF ilidai kwamba wengi wa wahudumu waliouawa walikuwa magaidi. Madai haya yalielezwa kama msingi wa shambulio hilo na kuonyesha kuwa walikuwa na mashaka juu ya nia za msafara huo. Hata hivyo, video iliyotolewa na New York Times imeonyesha wazi kwamba wahudumu hawa walikuwa wakiitikia dharura, wakionyesha ishara za msaada na walikuwa wamevaa mavazi ya kuonyesha kuwa ni wahudumu wa afya ambao walitakiwa kulindwa kisheria chini ya sheria za Geneva. Video hiyo kutoka New York Times inathibitisha kwamba walikuwa wahudumu wa afya wa kweli huku wakitumia vifaa vya kuashiria msaada wa dharura na kuwa na vifaa vya kinga vinavyofaa. Hii ni kinyume na madai yaliyotolewa na Israel kuwa wengi wa wahudumu waliouawa walikuwa magaidi. Kwa kutumia nyaraka na picha hizi za video, ukweli unaonyesha kwamba shambulio hili halikuwa la kulinda usalama bali lilikuwa ni shambulio dhidi ya wahudumu wa afya wa kisheria na linakiuka sheria za kimataifa zinazohusiana na haki za binadamu. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, wahudumu 15 wa Red Cross wa Palestina waliuawa katika shambulio hilo. Hii ni hatua nyingine ambayo inaonyesha wazi ukiukwaji wa haki za binadamu na udhalilishaji wa wahudumu wa afya katika maeneo ya vita. Huu ni ukumbusho mzito wa jinsi mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya ambao wanajulikana kuwa ni wahusika wa wahudumu wa kibinadamu yanavyoharibu juhudi za kuokoa maisha na kuendelea na huduma muhimu katika mizozo ya kijeshi. Video hii inaongeza shinikizo kwa jamii ya kimataifa kuendelea na uchunguzi wa kina juu ya matukio haya. Mashirika ya haki za binadamu na serikali za ulimwengu zinapaswa kushinikiza kwa udhabiti ili kuhakikisha kuwa haki za wahudumu wa afya na raia zinaheshimiwa na kwamba mamlaka za Israel zinawajibika kwa vitendo vyake. Ni dhahiri kuwa wakati umefika kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuhakikisha kuwa sheria za kimataifa zinaheshimiwa. Shambulio hili linapaswa kuwa kielelezo cha jinsi wahudumu wa afya wanavyotakiwa kulindwa na ni lazima tukio hili lishughulikiwe kwa wazi na uwajibikaji. Wakati ambapo vita vikiendelea kuathiri watu wengi, wahudumu wa afya wanapaswa kuwa katika nafasi salama ya kutoa huduma kwa raia bila hofu ya kushambuliwa.